Mtazamaji na mfuatiliaji wa channel hii ya Zaki Digital, endelea kusubscribe, kulike na kushare kila aina ya tukio la kimataifa. Sasa nitakujuza kuhusu ziara ya Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer ambayo imeanza hii leo Jumatano, na ziara hii ni ya siku 3. Kiongozi huyo anatumai kuwashawishi watawala mjini Beijing kwamba serikali mjini London inatafuta ushirikiano madhubuti hata baada ya miaka kadhaa ya mahusiano yaliyotetereka. Ziara hii inafanyika wakati ambapo Uingereza inapitia misukosuko ya kidiplomasia na mshirika wake wa karibu Marekani. Akiwa mjini Beijing, Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer atakutana baadaye na Rais Xi Jinping wa China na Waziri Mkuu wa nchi hiyo ambaye ni Li Qiang. Ziara hiyo ni ya kwanza kufanyika na kiongozi wa Uingereza nchini China tangu mwaka 2018, na Starmer anatumai atamudu kuitumia kuimarisha mahusiano yanayosuasua baina ya nchi hizo mbili. Waziri mkuu huyo ameambatana na ujumbe mkubwa wa wafanyabiashara pamoja na mawaziri wawili. Moja ya ajenda kubwa ya Starmer ni kutafuta ushirikiano kati ya Uingereza na China kwenye sekta ya teknolojia na kuzinadi bidhaa za Uingereza kwenye soko la China, ikiwemo magari, mvinyo kutoka Scotland. Sasa pande zote mbili zimesisitiza kwamba swala muhimu kushinda yote katika kuimarisha tena mahusiano ni kutekeleza kwa vitendo yote yaliyoafikiwa badala ya maneno matupu. Katika wakati Rais Donald Trump anaitikisa misingi ya ushirikiano wa kimataifa inayoasisiwa na Marekani baada ya vita vikuu vya pili vya dunia, serikali mjini London na Beijing zinasaka mahusiano madhubuti ambayo haya yatakayotuama juu ya biashara na ushirikiano kwenye maeneo mfano ya kupambana na mabadiliko ya tabia ya nchi. Starmer ameliambia baraza lake la mawaziri siku ya jana kabla ya kuelekea China kwamba Uingereza iliupa kisogo uhusiano wake na China, lakini serikali yake inataka mashirikiano na dola hiyo yenye uchumi wa pili wa ukubwa duniani. Msemaji wa waziri wa mambo ya kigeni wa China amesema ziara ya Starmer inataka nafasi ya kukuza imani ya kisiasa na hata ushirikiano madhubuti baina ya nchi hizo mbili chini ya kiwingu cha kile ambacho alichokitaja kwamba hali isiyotabirika ulimwenguni. Hata hivyo, China itampokea Starmer kwa tahadhari kubwa kwa sababu historia ya sera isiyo thabiti ya Uingereza kuelekea Beijing. Mahusiano kati ya nchi hizi yamepwaya miaka hivi karibuni licha ya tangazo la kuanza kwa enzi ya dhahabu ya ushirikiano lililotolewa mwaka 2015 na serikali ya Waziri Mkuu wa Uingereza wa wakati huo David Cameron. Warithi wa Cameron hawakuyapa umuhimu mahusiano ya Uingereza na China. Walitoa sababu ya ukaribu wa Beijing na Urusi, tuhuma za kwamba China ilikuwa inafanya ushushushu na hata udukuzi hasa wa uchumi na rekodi dhaifu ya haki za binadamu hususan kwenye jiji la Hong Kong. Ziara ya Starmer inafanyika huku mipasuko ikianza kuonekana kati ya Uingereza na mshirika wake mkuu ambao ni Marekani na mshirika wake mkuu wa Marekani, vitisho vya ushuru, shinikizo la Trump kutaka kukichukua kisiwa cha Greenland na madai yake kwamba washirika wa jumuiya ya NATO hawatajitokeza kusaidia Marekani. Vyote hivyo vinaongeza mafuta kwenye huo moto ambao unawaka. Utawala wa Trump bila shaka utakuwa unaifuatilia kwa karibu kabisa ziara ya Starmer katika jiji la Beijing, na dalili zozote kwamba Uingereza itaijiongelea sana China yamkini zitakasirisha sana Washington. Wakati wa ziara hiyo, Starmer atautembelea pia mji mkubwa wa kibiashara wa Shanghai kabla na baadaye kuelekea pale nchini Japan.